Nimepewa podium hii kuzungumza mada inayohusiana na umoja na utamaduni wa Kitanzania. Sawa Umoja na utamaduni wa Kitanzania. Na mimi nimetamani sana kwanza nizungumze kwa habari ya kwanza tuelewe maana ya umoja na utamaduni wa Kitanzania. Lakini vile vile pia tufahamu kuhusu umuhimu wa umoja kwa taifa, utamaduni wa kitaifa kama nguvu ya umoja, na vile vile pia tupite kidogo kuangalia kuhusu changamoto kwa umoja na utamaduni, na sasa tuweze kuona kwamba ni lipi jukumu letu kama vijana katika kuweza kuyafanya haya yote yakaweza kufanikiwa, kwa maana ya kuweza basi kuona kwamba umoja na huu utamaduni wa kitaifa unaendelea kudumu, na au kuangalia pia nafasi ya sisi kama vijana katika kuendeleza muungano. Leo hii kesho tarehe 26 mwezi wa 4 tunazungumzia miaka 61 ya muungano. Na ametoka kusema hapa ndugu yangu Omari kwamba wale waliozaliwa tarehe 27 mwezi wa 4 pengine hawana haki kabisa ya kuingia kwenye mijadala ya kuzungumza habari ya kuvunja muungano. Ni kitu cha msingi sana amekizungumza, tuendelee kukitafakari. Lakini kabla sijazungumza kwa habari ya maana ya umoja na utamaduni wa kitaifa, ningependa mkafahamu vijana wenzangu. Kwanza, tunaposema miaka 61 ya muungano, tutambue kabisa kwamba hii ni hatua kubwa mno na ya kihistoria ambayo inadhihirisha dhamira wa Tanzania katika kujenga taifa ambalo lina mshikamano. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kila mmoja wetu na kila kijana aweze kutambua kwamba tunayo miaka 61 ya muungano, lakini hii yote tuitambue kwamba ni hatua ambayo imepigwa kubwa mno, lakini haibaki kuwa ni hatua kubwa, ni hatua ambayo inabaki katika historia. Leo hii Tanzania inasifiwa kwamba ni taifa pekee ambalo tunashuhudia kwamba muungano wetu umedumu kwa miaka mingi na unazidi kuimarika, wakati huo tukiwa tunazidi kupunguza zile kero za muungano na hatimaye kufika mbali zaidi. Lakini ili ifanikiwe zaidi, lazima kizazi hiki na kizazi kinachokuja kiweze kutambua kazi zilizofanywa, kazi zinazoendelea kufanywa katika kuulinda na baadaye kuuenzi pia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ni vizuri tukatambua tunapozungumza umoja na utamaduni wa kitaifa, tutambue kabisa hapa tunazungumza kwa habari ya misingi ambayo inashikilia muungano huu ulioimara hadi leo hii. Kwa hiyo uimara wa muungano ambao tunauona vijana wale wote ambao tumezaliwa siku za karibuni hapa, na kwa hiyo tumekuja kukuta historia hii, tunapokuwa tunasikia na tunapojaribu kufuatilia, basi tuone kabisa kwamba huu umoja na huu utamaduni wa kitaifa basi ni msingi ambao ndio unashikilia muungano huu ambao ni imara mpaka leo hii. Na sasa tukishatambua hayo mawili hapa, maana yake ni kwamba tutajua kwamba kumbe vijana tuna nafasi kubwa mno tena ya kipekee kabisa kuhakikisha kwamba tunaendeleza hii misingi katika kizazi cha sasa, lakini tutakuwa na wajibu wa kurithisha kwa kizazi kinachokuja. Kwa hiyo kama ni kijana, mtoto wako, mjukuu wako, baadaye Mungu akikupa maisha marefu, una jukumu la kuhakikisha kwamba wanakuwa na huu utambuzi, kama namna ambavyo kina Omar na wengine walioshiriki kuandaa kongamano hili wameweza kufanya, kwamba ninyi sasa pamoja na masomo mengine ya kawaida, lakini tuweze kujua kwamba nini cha kujifunza kutokana na miaka 61 ya muungano. Sasa nichukue muda mfupi na mimi, kwa sababu tumekaa tangu asubuhi pale, niseme machache. Cha kwanza kabisa ni kuhusiana na maana ya umoja na utamaduni wa kitaifa. Ni vizuri sana tukaelewa katika eneo hilo, ili tuone kwamba sisi kama vijana tunafanyaje kuweza kuishi katika hayo. Tukizungumzia umoja kama umoja unaokwenda kuunganisha mada yetu hii inayozungumzia umoja na utamaduni wa kitaifa, tutambue kwamba hii ni ile hali ambayo inawafanya watu kuishi pamoja, lakini sio tu kuishi pamoja, kuweza kuwa wamoja katika kushikamana, kuishi pamoja kwa amani, lakini vile vile pia na kuwa na lengo moja
Haitajalisha kwamba tofauti ambazo tunazo basi zinaweza zikaondoa maana halisi ya umoja. Tunaweza kuwa na tofauti za kiimani, tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, tunaweza kuwa tunatofautiana kwa makabila yetu, lakini bado tunapokuja kukaa pamoja, basi tunakuwa tumetengeneza mazingira ya kuishi pamoja kwa kushikamana, kwa amani, lakini pia na lengo moja ambalo pamoja na lengo moja licha kwamba tofauti zetu tunakuwa nazo. Sasa umoja huu tunapoambatanisha na utamaduni, hapa tunamaanisha kwamba ni wakati sasa wa kuweza kutambua kwamba ule mkusanyiko wetu kimakabila, kidesturi, lugha, tuna makabila zaidi ya 120 Tanzania. Kila mtu kwenye kabila lake anaongea lugha ya kabila lake. Sasa hapa hizo zote kwa pamoja zinakuja pamoja kututengeneza katika utamaduni ule wa kitaifa. Muziki nao pia unachangia, mavazi na vile vile pia hali ya mitazamo ambayo inatutambulisha wote kama Watanzania, lakini pia kama taifa moja. Kwa hiyo tunapozungumzia umoja na utamaduni wa kitaifa, hapa tunajumuisha vitu viwili, ile hali ya kuishi kwa pamoja, lakini pia na ule mkusanyiko wa pamoja ambao unajumuisha mila, desturi, lugha, mavazi na mitazamo mingine. Tuko hapa Chuo Kikuu cha Ushirika, lakini tumeunganishwa. Kuna aliyetoka kusini, kuna aliyetoka kanda ya kati, kuna aliyetoka kanda ya ziwa, wamekuja kuungana na wenzao kanda kaskazini, na wote tunazungumza kwa pamoja. Hivi vitu havikuja hivi hivi. Hii misingi imekuwepo, imejengwa na waasisi wa taifa hili ambao waliona kuna umuhimu wa kuungana na hatimaye basi tuweze kuwa taifa moja. Sasa kwa nini ni muhimu sana? Kwa nini umoja kwa taifa ni muhimu sana? Vijana wenzangu, wadogo zangu na viongozi wengine wote ambao tuko hapa leo hii, tunapozungumzia umoja wa kitaifa au umoja wa taifa letu hili kama Tanzania, kwa nini ni muhimu? Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifahamu ni kwamba amani inazidi kuwepo. Tunatamka kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, hilo ni kweli, lakini pia tunazungumzwa kwamba sisi ni wa mfano katika misingi ya amani. Yote haya yanatokana na jinsi ambavyo sisi wenyewe tumejitengeneza katika mazingira ya kuwa wamoja kama taifa. Kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa umoja kwa taifa hili, hapa tunamaanisha kwamba kwanza tunaleta pamoja masuala ya amani, lakini pia tunakuwa na ule utulivu wa kisiasa. Tunatambua kwamba nchi yetu iliingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, lakini mwaka 1995 tulishuhudia uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa unahusisha vyama vingi. Kwa hiyo katika hali ile hatukutarajia na hatukutegemea kwamba pengine tungekuwa katika hali hii, lakini kwa sababu misingi ilishakuwepo na kwa kuwa tayari ilishajengwa na kusimamiwa vizuri na kuwekewa mikakati thabiti, ndio maana yake utaona kwamba bado ule umoja wa kitaifa umeendelea kudumu. Jukumu la kijana wa sasa, mbali na kutambua, ni pamoja na kuchukua wajibu wa kuhakikisha kwamba unaenziwa, lakini zaidi ya hapo unaenezwa kwa vizazi vinavyokuja, na hatimaye basi kuwa na taifa ambalo litaendelea kuishi na kudumu katika umoja wa kitaifa. Lakini hivyo basi ndivyo ambavyo tutaendelea kuishi katika hali ya amani, tutaendelea kuwa na utulivu, na hasa ule utulivu wa kisiasa na unaohitajika kwa maendeleo vile vile. Lakini bado kuna umuhimu mwingine ambao tunasema ni katika kuwezesha ule ushirikiano baina ya watu wa makabila, watu kutoka dini tofauti, na hata pia katika maeneo tofauti. Tunauona kwamba umoja kwa taifa hili unakuwa ni muhimu katika misingi hiyo, kwamba tunajijenga katika kuwezeshana na kushirikiana vizuri tunapokuwa ni watu tunaotoka kwenye makabila tofauti, dini tofauti, na hata maeneo tofauti. Na jambo la tatu katika kuzingatia umuhimu wa umoja kwa taifa ni kuwa na msingi wa maendeleo ya pamoja. Niwaambie tu jambo moja kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Huu ni usemi ambao hauwezi ukabadilika katika maisha yetu yote haya, na haya yanadhihirika kwa namna ambavyo tumefanikiwa kutokana na hii misingi ambayo ilikuwa imewekwa.
Kwa hiyo usitegemee kwamba baada ya kumaliza masomo, baada ya kuingia uraiani na ukao unajishughulisha na shughuli za kujitafutia kipato na kujenga taifa letu hili, utalijenga ukiwa mwenyewe. Tutambue kwamba bado tuna nafasi ya kuendelea kuipa kipaumbele umoja wa kitaifa, kwa sababu tunapokuwa wamoja, pale ndipo ambapo maendeleo yanapatikana. Hakuwezi kuwa na maendeleo kama hamui wamoja, na mifano ipo. Tunashuhudia mataifa ambayo hayakujijenga katika msingi wa umoja yamekuja kuparaganyika, na mpaka leo ukisikiliza kwenye vyombo vya habari ni vita, 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 vita. Lakini pia watu wake wanakuwa hawaelewani. Yako mataifa pia yana makabila machache, lakini utashuhudia kwamba kwa sababu ya kukosa ule umoja wa kitaifa, tayari yanakuwa yako katika mazingira ya kuzozana. Ukisikia ile mizozo ya wenyewe kwa wenyewe, ndio vitu kama hivyo. Sasa kwa nini tufike huko ili hali sisi tulishajengiwa misingi? Vijana tuna wajibu mkubwa sana wa kutambua umuhimu wa umoja kwa taifa na kuenzi, lakini pia na kujaribu kuhuisha kwa vizazi vingine vinavyokuja baada ya sisi. Utamaduni kwa taifa letu tunaweza kutazama katika misingi ya kuwa na nguvu ya umoja. Tunapozungumzia utamaduni wa kitaifa kama nguvu ya umoja, tunamaanisha kwamba ni utamaduni huu ambao unatuunganisha kwanza kwa lugha, na tunatambua kwamba Kiswahili ndio lugha rasmi katika nchi yetu na kimezidi kumea sana. Sasa utaona kwamba Kiswahili kilituunganisha. Mwalimu alitangaza lugha ya Kiswahili kuwa ndio lugha rasmi kwa taifa hili na ikatufanya kuwa wamoja. Leo mimi nitazungumza Kichaga, Mheshimiwa DC pale kwa ile Mzava nadhani ni pale Mwanga au Same kule atazungumza Kipare, Mchomvu naye atazungumza Kipare, lakini na wengine wote watazungumza katika lugha zile za makabila. Lakini bado lugha ya Kiswahili inatujenga katika utamaduni wetu wa kitaifa, lakini na kutufanya kuwa na nguvu moja. Na hii sasa ndio ambayo inatuletea mafanikio katika misingi ile ya katika misingi hii ya umoja na utamaduni wa kitaifa. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba utamaduni wetu utazidi kuunganishwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini sio hivyo tu, muziki wa Kitanzania tunashuhudia katika miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wana nyimbo zile za makabila na ziliwaleta pamoja, na yako makabila ambayo kimsingi yanapokuwa yanashiriki katika shughuli za kijamii wanatumia hata nyimbo kama hamasa. Kwa hiyo hii ni matokeo ya namna ambavyo utamaduni wa Kitanzania unaenda kuwa ni nguvu ya umoja wetu sisi. Lakini kingine ni mavazi, na tena sio mavazi tu, mavazi ya heshima. Sisi tumekuwa katika misingi hiyo, iliwekwa, na katika kuwekwa huko ikatufanya tuweze kuishi katika hali hiyo. Na leo hii tunafika hapa kwa sababu utamaduni wa kitaifa kama nguvu ya umoja inakwenda kutambulishwa na hata mavazi yale ya heshima. Na cha mwisho kabisa ni swala zima la mila za ukarimu. Wangapi hapa hawajui kwamba jinsi gani ambavyo Tanzania sisi ni wakarimu? Uongo kweli? Kweli hata wewe mwenyewe unaweza kumsaidia mtu ambaye humjui, lakini kwa sababu tulishajengwa katika misingi hiyo utamaduni wa kitaifa na ambao unakwenda kutujenga katika nguvu ya umoja ya kuwa wamoja, basi unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho tunaendelea kukifanya na kinazidi kumea na kutuongezea. Sasa jukumu bado linabaki pale pale kwamba sisi kama vijana tunayatambua haya, tunayaishi, tunayafanyia kazi, na baadaye tunaona kuna umuhimu wa kuweza kuyaeneza katika vizazi au kwa vizazi ambavyo vinakuja. Na tunapokuwa kwenye jamii tunajaribu kukaa na kuelezana mambo mbalimbali yanayohusiana na haya. Nitakuja kusema baadaye mbele ya safari huku, ili tuone kwamba sisi tunawezaje kuwa mabalozi ambao tutaweza kubadilisha kuswitch hii kodi ambayo huenda ikawa inataka kupotea, ili iweze kukaa kwenye mstari na mwisho tujikute kwamba tunarudi katika eneo hilo. Lakini kingine ambacho ningependa kukisisitiza kwenye kongamano hili katika eneo hili linalohusiana na utamaduni wa kitaifa kama nguvu ya umoja ni kama kitambulisho chetu. Utamaduni wetu ni kama utambulisho wetu, na hii pia inasaidia sana kujenga uraia wa kweli. Jivunie kuwa Mtanzania katika nchi ambayo imeungana. Leo hii Zanzibar na Tanganyika ziliungana
na hatimaye tukawa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano huu una thamani kubwa sana kwa sababu unajengwa katika misingi hii ya utamaduni, na utamaduni unaonekana kwamba ndio ambao unaleta umoja wa kitaifa, lakini zaidi ya hapo ni kwamba pia unatutambulisha. Yako baadhi ya mataifa ya magharibi, ukienda kule ukasema mimi ni Mtanzania, watakuuliza vitu vingi, kuna vivutio, kuna rasilimali nyinginezo ambazo zipo, na kwa hiyo zinasaidia sana katika kuweza kukujenga katika eneo hilo. Nihitimishe sasa kwa sababu ya muda. Katika haya lazima tutambue kwamba hatuendi tukiwa tunafanikiwa tu, lakini pia changamoto zinakuwepo. Mathalan, katika swala la umoja na utamaduni kumekuwapo na changamoto, na miongoni mwa changamoto ambazo ni vizuri mkao mnazijua, ya kwanza kabisa mnaomba niwaambie kabisa kwamba mabadiliko haya ya kimaisha na kimtazamo, na hasa kwa sisi vijana, yamekuwa yanaathiri sana kuendelea kuishi katika ile misingi ambayo tumewekewa, na hasa katika kipindi hiki ambacho dunia iko kwenye utandawazi na Tanzania sio kisiwa, tuko katika eneo hilo. Tunaona jinsi ambavyo tunaona tamaduni za wenzetu, tunaona mifumo ya wenzetu, na kwa hiyo sasa tunapojaribu kuiga ile mifumo tunasahau hii mifumo yetu ambayo imekuwa ni mizuri sana katika kutufanya tuwe wamoja kama taifa. Lakini wakati mwingine haya mafarakano haya ambayo huwa yanajitokeza kwenye jamii yetu huwa wakati mwingine yanatishia mshikamano. Wenzangu waliotangulia hapa wamezungumza na kueleza kwamba jinsi gani ambavyo tuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunakuwa wamoja kwa kuepuka baadhi ya vitu ambavyo sio vya kuambiwa na baadaye tunavipractice, lakini hatuna uhakika wa uhalisia wa hayo. Kwa hiyo ni vizuri kuona kwamba tunaondoka huko, na hata kupungua kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili kuna wakati inapungua, kwa hiyo inakuwa ni shida. Sasa jukumu letu kama vijana ni lipi katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi katika umoja na utamaduni wa kitaifa, tunaendelea kuenzi umoja na utamaduni wa kitaifa na kuhakikisha kwamba haya yote yanakwenda? Ndugu zangu, tujiwekeze sana katika kujifunza historia ya taifa, lakini zaidi pia kupenda kujua historia ya muungano wetu. Niwashukuru nyinyi ambao mmekuja hapa. Maana yake ni kwamba mtakuwa ni sehemu au ndio kisiwa cha kuchachua elimu ambayo itakwenda kutoa uelewa zaidi kwa walio wengi kuhusiana na swala zima la muungano, lakini na taifa kwa ujumla. Tuanze kujifunza historia hii, kujua chimbuko la taifa letu, na kuweza kujua kwamba kwa namna ambavyo tutakuwa kujua itatusaidia vipi na itatuongezea thamani kiasi gani. Lakini pia tudumishe lugha yetu ya taifa, Kiswahili, lakini pia na utamaduni wetu katika mawasiliano na maisha ya kila siku, bila kusahau kushiriki katika shughuli za kijamii na zile za kisiasa pia wakati mwingine kwa njia ya amani na kujenga, sio tuseme kujenga, lakini pia vile pia tuongeze hapo, si kwa kubomoa. Yani tushiriki kwa kujenga na sio kwa kubomoa, si ndio? Wanasema kwamba usije ukawa wewe uko hash tu kwa kila kitu, lakini pia kuwa amani resolution itasaidia sana katika eneo hilo. Na mwisho, ni vizuri sana kama tutakuwa ni mabalozi wa utamaduni wetu, na hasa katika mitandao ya kijamii. Tuko katika ulimwengu huu ambao mitandao ya kijamii kwa nchi yetu ya Tanzania inatudrive sana, lakini hatujajifunza na kuona faida za kuitumia ile mitandao ya kijamii kwa mustakabali wetu na mustakabali wa taifa kwa ujumla wake. Lakini hebu tuanze sasa, hapo tutakuwa tumeweza kufanikisha katika maeneo hayo. Lakini bado pia kama kijana ni vizuri ukatambua nafasi yako katika kuendeleza muungano. Leo tunazungumza ni kongamano la muungano, kesho tunasema ni maadhimisho ya miaka 61 ya muungano. Hapa kama kijana, hebu jitahidi sana kujua, lakini pia kuelewa muungano kama sehemu ya urithi wa taifa letu hili. Lakini pia hebu jenga mawasiliano, biashara, lakini pia hebu tengeneza marafiki baina ya bara na visiwani. Mtamaliza masomo, mtakwenda kwenye jamii, lakini hapa unaweza kujikuta kwamba unashabiana na watu wa pande zote mbili, kutoka bara lakini pia na kule visiwani. Bado itakuwa ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza nini? Tunaendeleza mahusiano yetu na muungano wetu unakuwa unazidi kuimarika zaidi, kwa sababu kuna ambayo tutakuwa tunajifunza kutokea hapo. Lakini ni vizuri sana
na shauri tutumie teknolojia hii ambayo tunaendelea kuiadopt, na vile vile pia tuweze kuwa na ubunifu wa kuiunganisha jamii, na pia tuweze kuonyesha uwajibikaji mkubwa kwa kusema ukweli, lakini sio tu kusema ukweli. Hebu tuuseme ukweli katika mazingira ya heshima, na pia tutetee maslahi ya umoja wa taifa letu.